kweli hongereni na tunawashukuru sana kwa kupokea. Ningeweza kukataa kwamba hii jukumu ni gumu na sisi mkoa mdogo, lakini mmekiri kwamba mkoa huu sio mdogo, na kwa sababu hamkwepi majukumu mmemkubalia Mheshimiwa Rais kuweza kuhodhi na kuwa wenyeji wa mashindano haya, lakini pia Mei Mosi na shughuli ambazo zitafuata. Hongereni sana. Michezo mbali na kuwa chanzo cha burudani, michezo pia huchangia kwa kiwango kikubwa sana kuboresha afya yetu ya mwili, lakini pia inaboresha afya yetu katika mazingira yote. Ukiacha afya ya mwili, ina vipengele vyake, ikiwa ni afya ya akili, lakini pia inaleta mahusiano mema, inatuunganisha kuwa ndugu, inatusaidia kuwa marafiki, lakini pia michezo ni ajira na michezo ni uchumi. Kupitia michezo tumefanywa hapa, tumekutana kupitia shirikisho la vyama vya wafanyakazi kuelekea kwenye kilele cha Mei Mosi, lakini pia waajiri wetu pamoja na wafanyakazi kwa pamoja tumekuwa na sehemu ambayo tunaweza tukapunguza stress na kuweka pamoja na kushiriki katika mambo haya na kuhakikisha kwamba tunakuwa na afya iliyo bora, afya ya akili katika kuwahudumia Watanzania. Mheshimiwa Rais pia ameona kwenye michezo kuna fursa kubwa ya kuimarisha mambo haya. Kwa hiyo mfanyakazi yoyote ambaye hashiriki michezo ni legelege. Zawadi zote hizi na michezo ya leo, mtoa zawadi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Tanzania, ndio anayetoa zawadi. Alafu kuna mwajiri kule ambaye naye kaajiriwa na Rais, haoni umuhimu wa kuleta wafanyakazi kuja kushiriki kwenye michezo ambayo Rais anaiunga mkono. Hivi hapo kwa mtu ambaye anajua hesabu za haraka, unasemaje hapo mwisho? Michezo wewe. Waajiri wewe. Mwajiri mkuu Rais, yeye anathamini michezo. Rais huyu anajenga viwanja nchi nzima na anaandaa viwanja kwa ajili ya AFCON. Tuna mashindano ya chani yanakuja hivi karibuni. Uongo kweli? Mheshimiwa mgeni rasmi, Singida tuko vizuri, na nichukue fursa hii kumshukuru sana kiongozi wetu kutoka TUCTA, yeye binafsi na rais wa TUCTA kwa jinsi ambavyo wametoa ushirikiano mkubwa sana katika kuandaa maandalizi haya ya sherehe zetu za Mei Mosi. Kama ulivyokwisha kuambiwa tokea asubuhi, shughuli ni nyingi, mambo ni mengi, lakini pamoja na kwamba Tanzania hii kuna mikoa ambayo inafahamika ni midogo na haiwezi kupewa sherehe kama hizi, tunataka tuwathibitishie Watanzania wote kwamba Singida si miongoni mwa mikoa midogo. Ni mkoa wenye uwezo, ni mkoa wenye viongozi mahiri, ambalo kila jambo litakaloitwa Singida litafanyika kitofauti na litaacha alama. Kesho ratiba zetu zitaendelea katika hatua ya 8 bora pamoja na michezo ya basketi. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Singida waje kujumuika nasi, waone jinsi gani watumishi wa serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunavyoweza kupambana na magonjwa nyemelezi na vile vile kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kufanya sherehe yetu ya Mei Mosi duniani iwe yenye kufaa na yenye furaha. Ushiriki wa wanamichezo umekuwa namna gani kabla ya uzinduzi wa leo? Hapana, kwa kweli tunapenda kumshukuru Mungu, ushiriki wa wanamichezo kwa mwaka huu umepungua kwa kiasi, na kama mlivyosikia maelezo ya Mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa Patobas Katambi alivyoeleza, akiwasihi viongozi na wakuu wa taasisi kutumia fursa hii kuwapa ruhusa watumishi ili waweze kushiriki katika michezo yetu. Tumepungua kwa uchache, lakini tunaendelea kuomba wakuu wetu waendelee kusikiliza mapenzi ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anavyopenda michezo yetu. Ukitazama maendeleo ya michezo Tanzania ilivyo sasa hivi, viwanja mbalimbali vinavyoendelea kujengwa, kwa kweli mheshimiwa anaupiga mwingi. Ya wito wetu uko pale pale, na ninapoongea nadhani viongozi wanatusikia, waruhusu wana michezo waje. Wakija hawataondoka walivyokuwa. Inaleta tija, inaleta mahusiano, mawasiliano, lakini pia wanaporudi katika maofisi yao wanafanya vitu wakiwa active. Na mimi naungana na Mheshimiwa Naibu Waziri, wito wangu wakuu wa taasisi pale wanapopata nafasi waruhusu wachezaji waje wacheze hii michezo. Pia ni nafasi ya kutangaza wizara zao. Zipo wizara hazifahamiki, lakini zikija hapa zinafahamika. Wakazi wa Singida lazima muelewe Mei Mosi imeingia katika mji wao. Waendelee na ukarimu huo, lakini nadhani biashara zinafanyika
na wakiangalia hata watu wa TRA makusanyo yao, lazima mapato yatakuwa yameongezeka, kwa sababu tuko kwa wingi na tutatumia, lazima tutumie. Ya ndugu waandishi, nawashukuru sana mnapo pia tutangaza na kuendeleza mji huu wa Singida. Kipekee ni mshukuru mkuu wa mkoa wa Singida Mama Halima Dendegu kwa anavyojitoa na ushiriki wake katika hizi habari za michezo katika mkoa wake. Hamasa ya michuano ni mkubwa, wizara na taasisi nyingi zimekuja kushiriki, lakini naamini mwakani itakuwa chachu kwa ajili ya kuongeza washiriki wengine zaidi. Mkoa wa Singida umejitahidi katika maandalizi haya. Mwanzoni wakati tunaambiwa tunakuja huku tulikuwa na wasiwasi, lakini tumekuta ofisi ya mkuu wa mkoa na kamati nzima wamejiandaa vizuri na tumeenjoy kuwepo Singida katika michuano hii.